Katika kusogeza karibu huduma za zimamoto na uokoaji kwa wananchi, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lina jumla ya vituo 80 vya zimamoto na uokoaji katika mikoa yote. Kati ya vituo hivyo, vituo 56 vipo katika ngazi ya wilaya na 24 kwenye viwanja vya ndege. Pia jeshi lina ofisi 73 za kutoa elimu ya kinga na tahadhari ya majanga ya moto katika wilaya mbalimbali na vituo 7 vya kutoa huduma mipakani. Aidha, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji lina uhitaji wa vituo vipya 237 katika wilaya na maeneo mengine ili kusogeza karibu zaidi huduma kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, jitihada za kusogeza huduma za zimamoto na uokoaji katika wilaya bado zinaendelea kama nilivyoeleza hapo juu. Kwa mwaka wa fedha tunaendelea na ujenzi wa vituo mbalimbali katika maeneo tofauti hapa nchini. Uboreshaji wa huduma za zimamoto na uokoaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuboresha huduma za zimamoto na uokoaji nchini, serikali awamu ya 6 ilifanikisha kununua magari 12 ya kuzima moto na uokoaji kutoka Austria, ambapo magari mawili ni ya ngazi yenye uwezo wa kuzima moto katika majengo marefu. Magari hayo yalikabidhiwa kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mwezi Mei 2024 na yote yalipelekwa mikoani kwa ajili ya kutoa huduma iliyokusudiwa kwa wananchi. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ilikamilisha taratibu za upatikanaji wa mkopo wenye thamani ya dola za Kimarekani 100 uliosainiwa tarehe 15 Februari 2024 kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na taasisi ya Abu Dhabi Export Office kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwa ajili ya ununuzi wa vitendea kazi mbalimbali ikiwemo magari 150 ya kuzima moto na uokoaji, magari 40 ya kubeba wagonjwa yani ambulensi, boti 23 za kuzima moto na uokoaji na helikopta 1 ya kuzima moto na uokoaji. Makofi kwa Mheshimiwa Rais. Kiasi hichi cha fedha, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kikubwa kuwahi kutolewa na serikali kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na matumizi haya ya kununua vifaa yataliongezea Jeshi la Zimamoto na Uokoaji uwezo wake katika kufanya operation za kuzima moto na uokoaji kwa kiasi kikubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mkopo huu Jeshi la Zimamoto litapokea vitendea kazi hivyo nilivyovitaja katika kipindi cha miaka 2 kwa awamu 4 kama ifuatavyo. Awamu ya kwanza itahusisha magari 6 ya kubebea maji yani water bowser, command car 30, karakana 6, mobile workshop hizi za kwenye magari, pia magari 34 ya kubeba wagonjwa, vifaa vya kuzima moto na uokoaji, vifaa vya mawasiliano na vifaa vya mafunzo ambavyo vitapokelewa ifikapo mwezi Aprili 2025, yaani mwezi ujao, kwa maana kwamba ni miezi 8 baada ya kuanza utekelezaji wa mkataba wa ununuzi. Awamu ya pili itahusisha boti 23 za kuzima moto na uokoaji na vifaa vya kuzima moto na uokoaji vitakavyopokelewa ifikapo mwezi Agosti 2025, miezi 12 baada ya kuanza utekelezaji wa mkataba wa ununuzi. Awamu ya tatu itahusisha magari 50 ya kuzima moto, magari 20 ya uokoaji, magari 3 ya kuzima moto na uokoaji wa bidhaa hatarishi yani hazmat trucks na light duty wreckers 2 vitakavyopokelewa ifikapo mwezi Februari 2025, miezi 18 baada ya kuanza utekelezaji wa mkataba. Awamu ya 4 itahusisha magari 50 ya kuzima moto, magari 30 ya uokoaji na helikopta 1 vitakavyopokelewa ifikapo mwezi Agosti 2026,
miezi 24 baada ya kuanza utekelezaji wa mkataba. Mwenyekiti na baraza lako, mkopo huu ukatumika ipasavyo kwa yale yaliyolengwa. Itakuwa jambo la aibu kuona kwamba tumepata fedha nyingi ya mkopo alafu bado tunakosa vitu vya msingi vya kufanyia kazi. Kwa hiyo nishauri tu kwamba mkopo huu ukatumike ipasavyo ili kuweza kupata vitendea kazi vile ambavyo kweli tunashinda navyo. Nimesikia na nimewahi kuona siku moja wakati wa matukio ya moto yaliyotokea mjini kule kwamba wananchi wanasema kwamba sasa hivi jeshi la zimamoto liko vizuri. Kwamba kuna kifaa kinainuka kinakwenda alafu kinaongezeka